Tuingie spoti. Sasa baada ya kukosa kushiriki mchezo wa Olimpiki wa mwaka 2024 na Jumuiya ya Madola ya mwaka 2022, bingwa taifa wa mbio za mita 1500 Naomi Korir nusura akate tamaa. Mhariri wa michezo Elijah huko alikutana na nyota huyo ambaye aliwakilisha Kenya katika mashindano ya Jumuiya ya Madola mjini Glasgow na kuandaa makala Jungu Kuu la Spoti. Kama sio ushawishi wa rafiki wake wa dhati, bingwa wa dunia na Olimpiki Beatrice Chebet, labda Naomi Korir hangetimiza ndoto yake ya kuipeperusha bendera ya Kenya kwenye mashindano ya kimataifa. Korir mwenye umri wa miaka 27 alikuwa na fikira ya kuachana na riadha baada ya kukosa tiketi ya kushiriki michezo Jumuiya ya Madola ya mwaka 2022 na ya Olimpiki ya mwaka 2024. Ndo hata alifanya nirudi mbio. Nilikuwa na challenge kidogo after kumisio chance Olympic, so nikawa karibu ni lose myself, but I thank her a lot kwa sababu amekuwa akistand by my side. Juu ilifika time nilimwambia nipe one word before niwache hii mbio, na akanitafuta, then tukaongea hadi nikarudi. Naomi ni mkimbiaji wa mita 400 na 800 na alishinda medali ya fedha ya mbio ya kupokezana kijiti kwa wanaume na wanawake za mita 400 duniani mwaka 2021 na pia mashindano ya Afrika ya mwaka 2022 kwenye mbio za kupokezana kijiti za mita 400. Lakini kwenye makala ya mwaka huu ya michezo ya Jumuiya ya Madola mjini Glasgow atashiriki kwenye mbio za maili 1. Niliona ni better kwa sababu nataka kukimbia in some few years, nataka kukimbia marathon and half, so siwezi kaa kwa kusprint sana, at least nianze kumove pole pole. And then also Kenya ilini inspire zaidi ni last year Beatrice akikimbia Diamond League 354, so nikaona if kama yeye anaweza kimbia na anakimbia 5000, hata mimi naweza. Yeah. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Naomi kushiriki kwenye mbio za maili 1, lakini wakufunzi wa timu ya taifa wana imani na yeye. Generally the team is good and I am hoping we are going to perform very well. For Naomi Korir, she's at her peak and she has transited very well. She's doing very well in the training and I'm hoping for any medal. Any medal we can get. At least tuna prepare, bado tuko na week, so nadhani kitambo ifike hiyo wakati tutakuwa tumeachieve. Baada ya mazoezi, Naomi hupenda kujiburudisha kwenye mtandao. Adui zangu hawanipati ngo, maisha yangu yamekwenda viral, Yesu amenifunga namba sirio. Na pia ni mwanakwaya kwenye kanisa ya AIC Tamboyot iliyoko kaunti ya Uasin Gishu. Napenda kufanya TikTok kwa sababu pia ina relieve, yani inatoa uchovu after kutrain, inarudisha hiyo vibe, inarudisha tu akili. And then also me upenda gospel songs, yeah, so kunituliza kiakili.